Dokta, wewe dini gani? Mimi bwana, dini yangu niliyozaliwa ni dini yangu ambayo ni dini yangu Kariakoo, kuna mitaa ya Ukonga na Alfajiri. Dokta, mbona sijakuelewa? Kariakoo tena. Yaani unapochanganya mchele pamoja na wali, ukichanganya ukichemsha, unatoka vitumbua. Kwa maana hiyo dokta, una dini? Hapana, sikuambia mimi niliachwa na treni ambalo lile treni lilikuwa linaenda Dodoma. Dokta, unanichanganya kabisa. Natamani kufahamu kwa sababu umekuwa ukizungumzia kuhusiana na wachungaji, umekuwa ukiwasema mashehe. Leo nikasema nikuulize swali. Wewe dokta, ni dini gani? Naona kama unakuwa unanichanganya dokta, nyoka. Hapana, ukishuka pale Kitumbini, pale vitenge unavipata pale pale, kuna wamama wanakuita moja kwa moja. Yaani moja kwa moja wanakuambia ingia dukani. Vitenge unapata kwa bei nzuri, vingine Kongo, Burundi, vipo vingi sana. Hiyo ndio dini yako? Sawa, hamna, sijasahau, nimekumbuka. Bwana dokta, naona masuala mazima ya dini nimeamua kuruka. Ndio tuachane nao. Sasa tuhamie kwenye issue nzima ya chuma ulete. Leo tumekuja kwako dokta, tuweze kufahamu. Hivi chuma ulete ni nini na huwa inatokeaje mpaka mtu unasikia chuma ulete, ama zimekuwa ni tetesi ama swaga tu za binadamu kama ambavyo wamekuwa wakifanya? Chuma ulete ziko aina 1, 2, 3. Chuma ulete kuu ni aina 3. Lakini chuma ulete ni kama zuruma au ni kiini macho. Lakini pia chuma ulete ina miko na masharti, na ndio maana wanaomaliziaga uzee ndio wanashauriwa wawe na chuma ulete kwa sababu inapunguza umri wa kuishi, lakini pia inaweza ukaparalyze muda wowote. Ila pia saa hizi kuna vijana nao ni chuma ulete kwa sababu ya kutaka pesa za bure bure. Dokta, kuna concept mbili. Kuna ndagu lakini vile vile kuna chuma ulete. Hapa kuna hivi vitu vile vina tofauti au vinafanana? Ndagu. Wengi wanashindwa kujua ndagu. Maana ya ndagu ni mpango, nguvu za kukuwezesha kufanya kile unachokifanya kijizae. Sawa? Na ndagu unaweza ukatafuta ndagu lakini ndagu yake usifanikiwe wakati huo, lakini pia ndagu zipo za aina 5. Sasa inategemea unaniambia ndagu ya aina gani. Bwana leo dokta, ningependa tuweze kuzungumzia hizo aina za chuma ulete tuweze kufahamu. Sasa chuma ulete sio ndagu. Ndagu na chuma ulete ni vitu viwili tofauti. Maana nimechagua kimoja kwa sababu nimeona hizo concept mbili ni ndefu kwa kweli. Kwa hiyo nimeona leo tuzungumzie kuhusiana na chuma ulete. Chuma ulete ya kwanza ni ile ambayo mtu anakupa pesa. Ile pesa ukiichanganya katika zile hesabu zako unakuja kukuta kuna mapungufu. Chuma ulete nyingine ni ile mtu anajenga nyumba, unachoingia nacho unagawana nacho. Hiyo ni ya pili hiyo. Chuma ulete nyingine ni ile ya kwenye biashara au mshahara. Chuma ulete hizo wanatumia sana Wahindi. Anakupa hela, hesabu zako zinaenda vizuri, lakini unakuwa amekuzurumu, umegawana naye. Ya 3. Chuma ulete nyingine ni ile ya njiani. Yaani wewe unapopita au ile njia unapopita lazima uache. Kwa mfano chuma ulete zile zinatumika sana kwenye masoko yetu ya Kiswahili. Hapa Dar es Salaam, mikoa yote chuma ulete zile zipo. Na zile chuma ulete wanapeana zamu kama wapiga debe. Leo atachukua huyu, leo atachukua huyu. Kwa hiyo mafaili hayo huwezi kujua mpaka uwe mzee wa soko. Na ndio maana masoko yote Tanzania kuna wale wazee wako miaka na miaka. Yaani hata ukiingia pale yule mzee huwa aguswi. Unamkuta na nyanya 2, pilinganya 3, 4, unamwona kama fala. Ukienda kwake ana wapangaji, ana nyumba, anacheza msuri. Hiyo ni ya 4. Chuma ulete nyingine ni ile ya kuongea, ambayo chuma ulete ile inatumika kukuchukulia nyota. Yaani mtu anatengeneza mchele, anatengeneza sherehe, anaweka pale kishughuli, mnakula, mnanawa maji, yale maji anachukua, nao ni chuma ulete. Hiyo ni chuma ulete ya nyota, ile nyota inafanya kazi katika mambo yake. Sasa dokta, umezungumza kuhusiana na aina za chuma ulete. Kwa mfano kwenye hayo masoko au umesema kwamba kuna wazee wanakuwa na nini? Mtu akitaka kufahamu kwamba maeneo haya kuna chuma ulete, anatakiwa kufahamu, lakini vile vile akitaka kuzuia ili hawa chuma ulete wasimsumbue kwenye maisha yake,
Ukitaka ugombane na watu, yani hii ifanye hata kama uko kwako, hata kama umepanga nyumba. Tulatula unazijua? Chukua zile tulatula 7. Weka uzi. Itunge ile tulatula kila moja ishushe. Ukishamaliza ile tulatula, sawa? Ziweke kwenye draw lako au ziweke mfukoni. Chumaulete atakuchukia na utagombana na watu. Na ukitaka kufanya hivyo kujua hiyo ni dawa, tulatula 7. Zichukue zile zitunge, zining'inize kwako. Au kama ziingize tu kwako, kama mama mwenye nyumba ana michezo, lazima atakununia na atakutafutia sababu uame, kwa sababu tayari utakuwa umemharibia. Uchawi una gharama. Yaani kitendo cha kufanya vile umeharibu uchawi. Na ni kitu cha kijinga, ni tulatula tu ile. Ni kitu cha kijinga, watu wanakidharau. Ukifanya tu hivyo umemharibia mtu uchawi na tayari anakuchukia. Bwana Dokta, kwenye tulatula kuna siri gani hapa? Kwa sababu nimekuwa nikisikia mara nyingi watu wengi wakivitaja. Tulatula, mzizi wa mbaazi au kijiti cha mbaazi. Ukienda pale kuichuma tulatula, ukaimwagia maziwa au asali, hiyo tulatula inakuwa na nguvu sana. Lakini pia ukitaka mti wa mbaazi uwe dawa, hata umchape mchawi, nenda saa 8 usiku ukiwa uchi. Kaukate ule mti ukiwa au uangalii, yani unaugeukia, unaupa matako, unaukata alafu unaondoka moja kwa moja. Ukiuingiza kwako, kama kuna mchawi anaingia, akiingia tu hatotoka maisha yake na hataweza kuongea. Na mwiko unapomchapa usimuongeleshe. Unamchapa, unamtoa nje, asubuhi watu wanamkuta yuko pale pale. Anakuwa tu kama ndondoo cha kaganda, hana uwezo wote. Inachotakiwa wewe usimuongeleshe. Kwa maana ukimuongelesha utakuwa kama anaondoka, anayayuka. Bwana Dokta, hilo umeweza kuelezea vizuri. Lakini vile vile kuna kitu ambacho nilitamani kufahamu. Nimekuwa nikisikia kwamba kavunje nazi njia panda, ama kafanye kitu fulani njia panda. Lakini kichana njia panda kuna makaburini. Watu wamekuwa wakienda kufanya matambiko yao kwa makaburini. Sasa makaburini na njia panda, hizi ni sehemu ambazo zina siri gani hasa? Zina siri za kufunga na kufungua vifungo. Mfano, kama mtu akikufanyia kafara ya kaburi, kama kuna kitu anataka kukizika au kukiua kisirudi katika maisha yake, unaweza watu wakafanya. Lakini pia njia panda ni tambiko au ni kafara inayotafuta njia, sehemu yoyote iondoke, ili mradi kama kuna zoali au kuna vifungo viondoke, visikae pale. Kwa maana njia panda yanakaa jini, makaburini yanakaa majini. Lakini pia ndiyo njia ambayo inakuwa ni kama funguo. Njia panda inakufungulia vifungo, lakini pia unaweza kumfunga mtu, yani kokote alipo au kumvuta mtu. Kwa hiyo njia panda zina mambo mengi, hatuwezi kuyamaliza yote. Kwa maana hiyo nataka kuniambia kwamba njia panda pamoja na makaburini wanapatikana majini. Majini wanapatikana kila sehemu, ila pale kuna majini ambao ni maalumu kwa ajili ya kupokea unachokihitaji kwa masharti na kwa kanuni utazozifanya. Okay, ukiachana na hilo issue la njia panda, mimi nimekuwa nikishuhudia kuona kwenye TV, lakini vile vile nimekuwa nikiona kwa macho yangu. Nimekuwa nikishuhudia watu wakiwa wanafanya mapenzi, mwisho wa siku wanakatana, wanashindwa kuachana. Na watu wengi wamekuwa wakisema kwamba haya ni masuala ya kichawi. Kwako Dokta, je, kuna scenario kama hizi yanakuwa ni masuala ya kichawi au ni masuala ya kisayansi? Sasa hayo si tego. Mbona ni rahisi sana? Ni tego. Kama unaweza ukapata mkundu wa ule wa kobe. Mkundu wa kobe ule ukiupata, ukate kidogo, uunguze, usage. Hata kama ni mke wako, chukua mafuta. Chukua tu haya mafuta. Akipaka sehemu zake za siri, kama ataenda kufanya mapenzi, ananasiana. Yaani tu makalio ya kobe au mkundu wa kobe ndio dawa ya kunasiana. Lakini pia kutengua. Ukiwa umenasiana, ukachukua kisu, ukachoma kwenye maji, huwa inaanguka, inatoka. Yaani kile kisu, hata kama kuna kikombe, choma kile kisu kiingie tu kwenye maji. Unaacha kunasiana, ndio mtego wake. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba wanaosema kwamba ni masuala ya kisayansi ni maongo. Hiyo ni sayansi ya nguvu za giza. Si ndio mambo ya sayansi, mambo ya tego hayo. Na mimi kama una mkundu wa kobe nanunua pia. Unanunua mkundu wa kobe? Nanunua tena kwa 3,500. Au kama kobe mwenyewe mzima ukimpata, awe mdogo au mkubwa, ukiniletea nakupa 3,500. Kuna siri gani hasa kwenye kobe? Kobe ana siri kubwa sana, tena kubwa sana. Yaani kuanzia lile gamba lake, kuanzia miguu yake, kuanzia nyama yake,
yani kuanzia hata kichwa chake kile kina maana sana. Ina maana kama unataka mtu labda mnagombea nyumba ya urithi, yeye aondoke maisha yake, yani kama kumpeperusha. Watu waga wana timing kile kichwa cha kobe. Kile ukikipata hata kipande kidogo, ukikiunguza, ukapaka ile picha ya yule muhusika, ukaweka na yale mafuta wanaita ya nini? Mafuta ya mnyonyo. Ukairoanisha ile picha ukapaka, alafu ukaenda kuitupa baharini au ukaenda kuitupa na mto iende na maji. Huyo mtu hatorudi. Kuna watu leo wana ndugu zao wamesafiri nchi za nje, hawataki kurudi wala wajui wako wapi. Ndio tunachotumia kuwaumiza hicho. Yaani kama mtu anasumbua kwenye nyumba ya urithi, anasumbua kwenye nini, kwenye swala unataka kumpeperusha, ni kile kichwa cha kobe. Ni dawa kubwa sana. Lakini pia hata gamba la kobe. Kama una mwanamke yote anakusumbua na hela, au mwanaume, au dada yangu kama una mwanaume anakusumbua akupi hela, chukua tu yale sehemu zake za siri pale ulipofanya naye mapenzi kwa kitambaa cheupe. Nenda kile kitambaa kiweke kwenye lile gamba la kobe, alafu funika na majani ya mkubuge. Mkubuge, unajua mkubuge? Ni majani yako katika ziwa Tanganyika yanaoteaga juu ya mto. Yale mkubuge mimi naita yale ukiyafunikia yale yakaoza, ukayafunika sehemu, yani ile picha umeweka ukayafunika, yale huwa yanaenda yanaoza, basi na huyo mwanaume hatotoka kwako maisha yako yote. Na ndio watu wengi wanatumia kama gana, na ndio maana Wajita, unawajua kabila la Wajita, akichukua mme wako upindui, wanatumia staili zile. Kwa hiyo daktari, unataka kuniambia majani yanapatikana ziwa Tanganyika pekee yake? Mimi mara nyingi niliona Mwanza unayakuta yako mengi ya kijani yanaota juu ya maji. Juu ya maji. Mwanza niliyaona sana. Sasa huko kwingine huko Mwanza nayajua. Unajua sio kila majani. Hayo majani ninayokuambia ni majani fulani wanajua, watu wa Mwanza wanayajua. Yanakuwa mapana fulani hivi yanaota juu ya nani. Ni dawa pia. Okay, daktari. Tumalizie. Hivi ilikuwaje mpaka ukajikuta wewe ni mganga? Sio nikajikuta. Mimi ni mganga toka kitambo. Mimi baba yangu, mama yangu wote ni wazee wa kazi, aliyomo yamo. Kwa maana hiyo hii ni asili. Hii ni asili. Umenielewa ndugu yangu? Hii ni asili. Kwa hiyo hii asili wewe umenijua tu kwenye TikTok. Lakini mimi nilikuwa nayafanya mambo yangu, na ndio maana hata kipindi na shughuli zangu ukienda Lumumba watakwambia na wanaona watacomment. Mimi nilikuwa kitu cha 1000 naweza nikakuuzia mpaka 800 milioni. Alafu watu wote wanabaki wanashangaa. Waliniambia kwamba ulikuwa unatandika chini unauza dawa. Sijai kuuza dawa. Mimi nilikuwa nina biashara zangu za accessories za mapuli ya magari. Kwa hiyo nilikuwa mimi naweza nikakuuzia kitu hata cha milioni 2. Sawa? Na wakati kitu kinauzwa 700,000, 800,000. Nilikuwa nina kitu naitwa pepembu. Pepembu unajua? Nikikushika bega hivi au ukinipa mkono umeisha. Sasa kama bega sio kwa anachukua nyeti. Achana na mambo ya nyeti, mambo ya riziki kuna mengi ndugu yangu. Mimi nishafanya sana. Yaani nikikushika hivi bega, wewe kila kitu mimi ninachokuambia ndio. Yaani ndio. Na yote anayekuja kukuletea shobo unaona kama anakuzomea, unanitaka mimi tu. Yaani unaweza kusema bana usiende mbali, kaa hapa, unaniona mimi ndio kila kitu. Kwa hiyo hayo yote tunayajua. Sasa kwa sababu pia tulikuwa tunawasaidia watu na watu wanafanikiwa. Unakutana na watu wakwambia, wewe unaweza. Kwani usijipromote bana? Angalia ingia kwenye mitandao muda sana. Ndio maana hata manyaunyau usinikuaga nampa dawa hata kabla hawajanijua. Kwani manyaunyau aliyekuwa anampa dawa ni nani? Kwani wewe hapo. Muulize manyaunyau kama kweli anamuogopa Mwenyezi Mungu. Na mpaka akawaga anafukia yale madude, anaenda kuyafukua. Yaani anatafuta nyumba nzuri kipindi kile kamera adimu, anafikia yale mapembe, anakaa na watu wanasema twende tukafukue vitu, anafukua. Umeelewa? Yote hiyo mipango mimi nilikuwa nampaga dawa, sio za kufikia madude, dawa za kunywa kama malazi. Manyaunyau nimemsaidia sana dawa, lakini yeye ni blaza. Ninaongea hapa sio kwamba namkandia. Alichoniuzi mpaka naongea haya kwa sababu hana shukrani na ana wivu na anajua kwamba mimi najua mambo yake. Daktari, tuko naona manyaunyau ananawa mafuta yanayochemka. Sasa ile hata wewe unaweza zile damu za paka ni paka waliopigwa sindano wale sio kweli. Wewe tu usiyejua mambo ndio unaaminishwa. Na alikuwa anywi. Yule paka kishapigwa sindano kalewa pale, unafanya kama hivi unachunza damu inamwagika chini. Alafu akitoka hapo nilikuwaga nampaga kuna vidonge fulani anasukutua vile vya kutoa sumu au na maziwa anasukutua. Ile ndio usiamini kwamba hivyo wewe una akili timamu.
Paka kweli, paka wewe, paka unaweza ukamshika na akili zako timamu umkamate. Wewe huoni kwamba ni michezo yule? Wewe si ndio unaona hivyo, atafuni pale, damu zinachizika chini, ila zile ni mbwembwe. Sindano zile, yule paka anakuwa kapigwa sindano pale, pale ni majokeli. Unadanganywa wewe. Vipi kuhusu kunawa mafuta yanayochemka? Hata wewe unaweza, kuna madude fulani yapo polini yale, ukiyapaka afu ukiweka mafuta auungui, yanateleza, yako kama mirenda fulani. Umeelewa? Wewe ukitaka kumweza mwambie wewe usinae kokote, hebu chuulize, weka hiyo mikono yako hapa kwenye haya mafuta. Atakwambia ile anaona atakwambia ile anaonawa ni dawa. Hapana, yale ni madude fulani yako polini. Nitakuonyesha kwangu hapa nyuma nilikuwa nao. Yale unanawa afu ukiweka, hata wewe, hata mtoto mdogo auungui. Yale yanaitwa poza, yanaitwa mapoza. Yale unanawa hivi afu unaingiza hata kwenye kwenye mafuta, unasikia cha, unaona huyu anaungua, ungui. Hayo mapoza sasa si mambo ya kizamani hayo. Leo hii utamdanganya mtu kwa staili hiyo? Leo hii mwambie mtu ukweli, una dawa, aone mambo yako, watu wakusifie. Watu watoka Ulaya wakuja kunisifia hapa, uone hatari. Yeye muulize huko Ulaya alipo, kuna mzungu, hata kuna mtu mmoja alishawahi kumsifia zaidi ya uongo. Dokta, kwa ambapo unaona wewe msao kama mwenyewe unafahamu, na mfahamu wetu zaidi Manyaunyau akiwa na uganga, naomba niteni mbwa au naombeni mje, sawa, mje mnitie madole mwanzo hadi mwisho kama Manyaunyau ni mganga. Yaani Manyaunyau ukisema ni mganga utakuwa una akili na ujielewa, ganga huwajui. Manyaunyau kisa cha kwenda mjini, alifanya igizo la paka kama la kichawi, basi kuna watu wakaamini, akawa anatelezea hivyo hivyo, kwa sababu yule alikuwaga kwenye kikundi kimoja cha uigizaji, wanaitaga nini kile cha mwanzo kabisa, Kaole. Alivyoona watu wanamfuata, bana tusaidie, akaona hapa. Na Manyaunyau historia yake, alivyoona vile watu wanamfuata, kabla ya yote ile jina Manyaunyau sio lake. Kuna jamaa fulani ni mganga, alikuwa Manyaunyau yeye kama kijana, yani kama kijana wangu anavyochanganya dawa. Umeelewa? Sasa aende kuigiza, watu wamuone, aone kumbe mimi ninaweza, atoke. Lakini Manyaunyau nimesema kama ni mganga, njoni mchome nyumba yangu moto. Sasa kama Manyaunyau angekuwa mganga, nilivyompiga si angeniroga? Wewe unamjua Manyaunyau anavyopenda sifa? Dokta, nasikia ulimtia nguvu. Nimempiga mara 2 na nikampiga na kidole kabisa pale airport. Airport kidole? Nilimpiga dole, wallahi nina hapa. Dole tena nilifanya vile makusudi. Sasa angekuwa mganga yule, mimi si angeniroga. Mganga anakubali kuaibishwa, kapigwa airport, kapigwa Magomeni. Wewe unavyojua Manyaunyau anavyopenda sifa. Akae pale TikTok, umempiga vile. Kesho si unageuka kuwa nani? Kuwa nini? Kuwa paka au kuwa nini? Wameungana na Firdausi. Sasa Firdausi Manyaunyau wote si ya watoto wadogo kwangu. Mimi sio Firdausi. Mimi nataka waungane Firdausi Manyaunyau na wote wanaonichukia waganga, wote mimi wake zangu. Ngoja nitukane. Waganga wa Tanzania wote wake zangu na hakuna panya wa kuniroga. Dokta, utalogwa dokta. Naongea kwa herufi kubwa na naomba hii clip usitoe. Waganga wa Tanzania wote ni wake zangu na mimi ndio mume wao. Naombeni mniroge. Anaibisha kuroga. Anaibisha aniroge. Narudia tena. Waganga wote, ukijijua we ni mganga ambaye uko Tanzania, sawa, wewe ni mke wangu na mimi ndio bwana wako. Sasa mimi nataka waungane waniroge. Unanijua mimi vizuri? Mimi ni chuma kisichopata kutu. Sasa jiulize, chuma kisichopata kutu kinakuwa ni madini gani? Tayari tu. Sasa wewe, mimi ninasema hivyo. Kweli kwamba kuna waganga wanashindwa kuniroga mimi, hata kuniweka mdomo wazi. Mimi kila siku nawatukana. Kwa nini hawanirogi? Unajua kwa nini? Mimi ni 9 wa 90. Yaani vya waganga wote Tanzania mimi ndio mume wao. Mimi nikitaka ndo nawaloga. Dokta, kuna watu wako Sumbawanga huko wachawi. Sumbawanga neno jina tu baba. Sumbawanga jina, achana na maneno ya wahenga. Hayo mambo ya kizamani. Kuna maana waganga hakuna. Waganga wapo ila uwezo wao ni mdogo. Kwani unafikiri hawana uganga wapo? Waganga wapo ila wakigusa hapa, kila wakigusa wanaona simba. Kila wakichungulia wanaona bahari ya moto. Kila ukichungulia unamwona mama yake. Kila ukichungulia unamwona mtoto wako. Kila ukichungulia unaona shimo. Wewe utaniroga mimi? Dokta, tumalizie na swali. Naomba sijamaliza. Waganga wote Tanzania wake zangu, naombeni mniroge. Mwambie kwanza. Waganga wote Tanzania nzima, ukijijua wewe ni mganga na unanichukia na cha kwanza ya mama yako, alafu wewe ni mke wangu. Waganga wote Tanzania ni wake zangu, naombeni mniroge. Mjiunge wote, nyie ni mbwa takataka na hamwezi kuniroga. Bwana,
Mimi ngoja nimalize. Huyu alikuwa ni tough genius, kazungumza vitu vingi kweli kweli. Na nadhani waganga mmepata taarifa. Waganga wote wake zangu mimi ndio bwana wao Tanzania nzima. Kazi kwenu.